faida, sio kwa hasara. Kufanya kwa faida. Napenda sana kufanya kitu kwa faida na sio kwa hasara. Kwa hiyo napenda kama ninaamua kuwekeza, yani ninaamua kuwekeza katika Mungu, nataka nifanye kitu fulani, nataka nione faida, nataka nione matokeo. Mimi sipendi kwamba eti nawekeza kitu, nafanyaga miaka yote, unaamini tu kwamba ipo siku Mungu atajibu, ipo siku Mungu atajibu. Mimi nataka kuona hiki kitu kikoje, nikione na kwenye neno. Kwa hiyo hata kama nitakiombea muda mrefu, nina uhakika, ninajua ndivyo kilivyo, kwa maana ya kwamba hata kikichelewa ninajua automatically tu kitakuja. Kwa nini? Kwa sababu ndivyo kilivyo. Lakini unaweza ukatumia muda wako mwingi sana kushughulikia mambo, ukapoteza muda wako na hicho kitu kisije na usikipate. Na ndio maana wengi huwa tunakataga tamaa. Wengi tunakata tamaa. Ndio maana wengi tukiwaambia njoo Mungu atafanya, sio wote wanaamini. Leo hii tukiwaambia watu jamani, hebu simama, njoo lete sadaka, Mungu atafanya moja, sio wote wanaamini, kwa sababu huyu mtu hajaanza leo kutoa sadaka. Ameanza muda mrefu, ni anatoaga, hajawahi kuona, na wote wanamwambiaga hivyo hivyo, toa utapokea, toa. Sasa wewe una kipi kipya cha kumwambia? Kwa mimi sipendi kufanya vitu kwa hasara, natamani kuona kunakuwa na faida, na kwa sababu hii ndio nature ya Mungu. Mungu anatufundisha ili tupate faida. Kwa Mungu hakuna hasara. Yoyote anayewekeza kwa Mungu, aidha muda wake, sijui nini kitu chake chochote, kwa Mungu hakunaga hasara kwa Mungu. Sharti tu ni kwamba uwekeze hicho kitu kwa namna iliyo sahihi. Uwekeze hicho kitu kwa namna iliyo sahihi. Haleluya. Sasa bila kupoteza muda, tulikuwa tunazungumza kipengele muhimu sana ambacho natamani sana Roho Mtakatifu akuonyeshe ukweli wake na uhalisia wa hili jambo. Na kwa sababu sitamani tu kije kwako kama fundisho, kama tu fundisho tu namfundisha mtu, lakini natamani ukipokee kama ufunuo, natamani ukipokee kama kitu halisi, natamani ukipokee kama kitu cha kweli, kwa maana ya kwamba hapa shetani anatutesa sana kuliko kawaida. Na kwa sababu sisi wengi hatujui namna ya kupigana vita kwenye mazingira kama haya. Sasa wale waliokuwepo, nilikueleza, nilisema chochote Mungu anachokifanya kwenye maisha yako, lazima shetani apigane vita na hicho kitu. Lazima apigane vita na hicho kitu. Sasa hapigani vita na Mungu anayeleta hicho kitu, kwa sababu hawezi, lakini ni lazima apigane vita na wewe ili kiwezekana hicho kitu usikipate. Niliwaambia wakati fulani nikasema, hivi unaamini kwamba katika maisha yako yote hakuna siku Mungu amewahi kukushushia kitu ambacho kama ungeweza kukidaka kingefanya maisha yako yawe ya juu sana? Kila mtu amewahi kukutana na kitu cha namna hiyo. Yaani usiniambie kwamba wakati wa Bwana bado. Kila mtu amewahi kukutana na kitu cha namna hiyo ambacho kama angekimasta kwa wakati huo kingeleta matokeo makubwa sana kwenye maisha yake. Na Mungu ameshawahi kufanya, sio mara moja, mara nyingi. Na wengine Mungu pamoja na kwamba alifanya, alafu huyu mtu hajui, Mungu akaja na kwenye ndoto, akaamua kukuonyesha na kwenye ndoto kwamba mwanangu, nimekupa kitu fulani, nimefanya kitu fulani, lakini kujua ni kazi ngumu sana, kwa sababu huwa hatuwezi kudaka na kumasta haraka. Na kwa nini hatuwezi kudaka na kumasta hivyo vitu? Sio kwa sababu ni vigumu au kwa sababu Mungu huwa anavificha ili sisi tusivijue. No, Mungu anataka ujue kwamba kuna kitu nimekupa. Lakini kwa sababu, kwa nini hatuvidaki? Kwa sababu ya vita iliyoko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa sababu kuna vita ambayo wewe unatakiwa upigane, sio Mungu. Wewe unatakiwa upigane kwa sababu Mungu amekupa uwezo wa kukabili ndani yako. Kwa hiyo duniani ni lazima, duniani sio eneo salama. Duniani sio eneo la kusema ngoja nitaona mambo yatakavyokuwa. Duniani sio eneo la kusema hivyo. Narudia tena. Duniani sio eneo la kusema ngoja tuone kesho mambo yatakavyokuwa. Yaani ukishaanza kuishi kwa staili ya namna hiyo, kwamba ngoja tuone kesho mambo yatakavyokuwa, umeshindwa sana kwenye maisha yako. Duniani ni eneo, tunasema tuko kwenye mapigano, ni uwanja wa mapambano. Nipige nikupige. Haleluya.
Yaani kile unachokitaka wewe, adui yako hataki uwe nacho. Lakini si tu hataki uwe nacho, na yeye anatamani pia angekuwa na hicho kitu, kwa sababu kuna vitu Mungu anatupaga hata adui hana. Kwa hiyo na yeye angetamani awe na kitu ulicho nacho. Kwa hiyo kumbe vitu havitokeagi vyenyewe, vitu havitokeagi vyenyewe. Asikudanganye mtu. Natamani hiki kitu ungenielewa. Yaani natamani Roho Mtakatifu angepiga kelele huku ndani yako akuonyeshe kwamba mwanangu, hivi ndivyo ilivyo, kwamba vitu havitokeagi vyenyewe. Unataka vitu vianze kutokea kwenye maisha yako, lazima uwe serious, lazima uamue. Sio Mungu akiamua, wewe ukiamua. Yaani kwa mfano, unataka kuwa tajiri, narudia tena, sio swala la kusema Mungu akiamua. No, ukisema hivyo hujamuelewa vizuri Mungu, hujamjua Mungu bado. Ni maamuzi binafsi, ni kwamba nimeamua mimi maisha yangu nataka yawe 1, 2, 3. Ni maamuzi. Na unapochukua maamuzi yoyote, kwa sababu shetani asingependa uchukue maamuzi yoyote. Shetani angetaka uwe unalia, shetani angetaka uwe unasema Mungu akipenda. Shetani angetaka useme tutaona mwaka kesho utakavyokuwa. Ukitaka kutazama mwaka kesho unavyokuwa, utafeli sana. Kwa sababu Biblia inatuonyesha kwamba Mungu amekwisha kutubariki tayari kwa baraka zote. Yaani chochote unachokihitaji wewe, Mungu ameshakupa. Haleluya.